Wasahu hapa na kusogezea kile kipengele cha takwimu za wiki. Tunageukia katika kile kipengele cha takwimu za wiki. Na takwimu hizi tunaangazia zaidi Kagame Sekafa Cup, Sekafa Kagame Cup mwaka 2026. Yes, baada ya kukamilika kwa mechi hadi tarehe 29 Julai. Takwimu za jumla za mashindano zinaonesha kwamba mechi zilizochezwa ni mechi 12. Jumla ya mabao yaliyofungwa katika hizo mechi 12 ni mabao 14. Wastani wa mabao kwa mechi ni mabao 2, na mabao katika kipindi cha kwanza ni yalifungwa mabao 13 katika hizo mechi ambazo zimechezwa, ambayo ni sawa na 54%. Mabao katika kipindi cha pili yaliyofungwa kwenye mechi 12 ni mabao 11, sawa na 46%. Director Namens anasema Simba nguvu moja. Okay, asante sana kwa ujumbe wako director. Timu zenye mashambulizi bora. Timu zenye mashambulizi bora kwenye mechi ambazo zinaendelea pale Rwanda. Nafasi ya kwanza imeshikiliwa na Al Hilal Omdurman akiwa anaongoza kwa mabao 6. Nafasi ya pili imeshikiliwa na Gor Mahia FC akiwa na mabao 5. Nafasi ya tatu ni timu ya Vipers Sports Club, hii ikiwa ina mabao 4. Nafasi ya 4 ni Singida Black Stars wakiwa na mabao 4, na nafasi ya 5 ni APR FC wakiwa na mabao 3. Hizi ni timu zenye mashambulizi bora. Umezisikia, lakini timu zenye mashambulizi bora. Tukigeukia katika safu ya ulinzi, Al Hilal Omdurman, klabu hii magoli ya kufungwa ni 0. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambayo haijaruhusu nyavu zake kuguswa, manake ulinzi wake uko imara. Wameweka ulinzi wa kutosha kabisa ili nyavu zisiguswe kabisa. Na klabu nyingine ambayo iko vizuri katika safu ya ulinzi ni klabu ya Vipers Sport Club. Mabao ya kufungwa ni 0. Hawa na wenyewe hawajafungwa kabisa, nyavu zao hazijaguswa. Rayon Sport FC magoli ya kufungwa ni 0. Na Simba Sports Club sare 2 za 0-0, bado hawajafunga wala kufungwa. Japokuwa mashabiki wamekuwa wakilalamika kwamba Simba kwa nini hawafungi, ila uzuri ni kwamba hawafungi na hawajafungwa. Watifu hawajafunga alafu nyavu zao zikaguswa. Imagine mechi zote hawajafunga ila wamefungwa. Hiyo nadhani ingekuwa inatuumiza sana wa Tanzania. Tukiangalia vinara wa kufunga mabao, kuna wachezaji walio na mabao 2 kila mmoja. Kuna Farouk Mia, huyu ni kutoka Vipers Sports Club. Kuna Jibri Outara Cheikh, anatoka APR FC. Kuna Henry David, huyu ni kutoka Singida Black Stars, na tuna Matthew Tegisi kutoka Singida Black Stars. Kwa hiyo tunaona hapa katika vinara wa kufunga mabao, klabu ya Singida imetoa vinara 2 bwana. Singida wako vizuri kabisa, wakikaza. Singida wakikaza, mimi nawaona mbali kabisa. Yani msimu huu hapa lazima wafanye jambo la kushangaza watesi. Wale waliosema hawawezi basi watambulia patupu. Tukigeukia katika msimamo wa makundi katika hichi kipengele cha takwimu za wiki, kundi A, Vipers wanaongoza wakiwa na pointi 6, wakifuatiwa na Gor Mahia wakiwa na pointi 3, APR FC hawa wakiwa na pointi 3, CF Guard Republican wakiwa na pointi 0. Tukigeukia kundi B, Jamusi Sports Club hawa wana pointi 4,
Kundi C, kundi B. Kundi B hapa ndio zipo timu zetu kutoka Tanzania ambayo ni Simba na Singida. Kwa hiyo wanaoongoza hili kundi ni Jamusi wakiwa na pointi 4. Singida Black Stars hawa wana pointi 3. Simba Sports Club wana pointi 2 na Mogadishu City Club wana pointi 1. Tukigeukia kundi C, Al Hilal Omdurman wako na pointi 6, Rayon Sports FC wana pointi 6, Tusker FC wana pointi 0 na KVZ FC wana pointi 0. Kwa hiyo tukiangalia rekodi za wiki, ushindi mkubwa zaidi ni Al Hilal Omdurman wakiwa na mabao 4-0 dhidi ya KVZ FC. Mabao 4 jamani, bora wangekuwa hata na bao moja la kufuta machozi. At least yani kuna namna fulani hivi unasema tujatoka kizembe, ila tumeandika bao moja lakini 0 tafanya nini sasa? Ndio matokeo hayo. Timu ambazo hazijaruhusu bao ni Al Hilal Omdurman, Vipers Sport Club na Rayon Sport FC. Hizi ni timu ambazo hazikuruhusu mabao. Timu pekee ambayo haijafunga wala kufungwa ni Simba Sports Club wakiwa na sare 2 za 0-0. Timu pekee ambayo haijafunga wala kufungwa ni Simba. Na timu ambazo bado hazijafunga bao ni Tusker FC na KVZ FC. Mimi nadhani hizi timu ambazo hazijafunga wakiendelea kupambana kwenye mechi zinazokuja wanaweza wakabadilisha kabisa upepo bwana, wakapata mabao mengine hapo ya kutosha na kila kitu kikawa tofauti. Hii ni katika kipengele cha takwimu za wiki. Tugeukie sasa katika ripoti ya uhamisho. Katika ripoti ya uhamisho tukianza na Tanzania, tunaianza na ile klabu ya kimataifa Simba Sports Club. Simba imeendelea kuwa moja ya klabu zenye shughuli nyingi dirishani. Katika dirisha hili la usajili, Simba inaonekana ina shughuli nyingi na imemtambulisha mshambuliaji kijana Bakari Msimu kutoka Coastal Union na inaendelea kukamilisha maboresho ya kikosi kuelekea NBC Premier League pamoja na CAF. Pia imeendelea kusisitiza kuwa Selemani Gomez Mwalimu atasalia Msimbazi kwa msimu wa mwaka 2026-2027 licha ya mvutano uliotokea na Wydad Casablanca. Hao ni Simba bwana. Simba mmemng'ang'ania Selemani. Wacha tuone. Lakini tunaona kwamba pia kuna taarifa ilikuwa huko inasema kwamba Selemani bwana karudi Dar es Salaam kutoka Rwanda. Mambo ni mengi jamani. Usajili tu uishe kwa kweli. Tukigeukia klabu ya Yanga. Yanga imeongeza nguvu kwa kuwasajili Sheikh Ibrahim Toure, Albert Kangwanda na Hussein Zakouan. Pia imewasajili wachezaji wa ndani akiwemo Mohamed Musa, Hussein Mihambo na Juma Abushiri, huku benchi jipya la ufundi likianza maandalizi ya msimu. Klabu ya Azam FC, Azam inaendelea kujenga kikosi chini ya kocha Florent Ibenge kwa kufanya maboresho katika maeneo mbalimbali ya kikosi ili kuongeza ushindani wa ligi na CAF. Tukigeukia pale Ulaya, dirisha la usajili Ulaya linaendelea kushika kasi, huku vilabu vikubwa kama Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Real Madrid na Barcelona vikihusishwa na sajili mbalimbali kabla ya kuanza kwa ligi zao. Na klabu nyingi zinaendelea kukamilisha mazungumzo ya mwisho na kufanya uchunguzi wa afya za wachezaji kabla ya kutangaza usajili rasmi. Hizo ni tetesi kubwa. Lakini tukiwa hapa katika kipengele cha ripoti ya uhamisho, tukimzungumzia huyu kiungo huyu mchezaji anayekwenda kwa jina la Faisal Salum, jina la uwanjani akijiita Fei Toto.
Jina la Faisal au Feitoto limeendelea kutajwa na mashabiki kwenye mitandao ya kijamii likihusishwa na uwezekano wa kurejea Yanga. Kilichopo hadi sasa, hakuna tangazo rasmi kutoka Yanga linalothibitisha usajili wa Faisal. Hakuna tangazo rasmi kutoka Azam FC linaloonyesha kuwa mchezaji huyo ameondoka. Na taarifa nyingi zinazosambaa zinabaki kuwa tetesi na mijadala ya mashabiki. Azam wenyewe wametoa tamko kwamba Faisal ni mchezaji wao na bado ana mkataba nao, hajamaliza mkataba. Yanga na wenyewe wametoa tamko, wamesema wao hakuna mazungumzo yoyote walioyafanya na Faisal. Sasa acha tusubiri tuone. Na kwa hiyo matamko yaliyotolewa, Yanga wenyewe wameendelea kusisitiza kuwa klabu itaendelea kusajili wachezaji wanaowahitaji na benchi la ufundi, lakini hawajathibitisha jina la Faisal hadharani. Upande wa Azam wao hawajatoa taarifa rasmi ya kumruhusu au kumuuza Faisal. Wao wamesema kwamba kama kuna timu inamhitaji Faisal, wafuate utaratibu, waende wakae mezani, wazungumze, wakubaliane, basi wao watamwachia. Wamesema hawaoni haja ya kuendelea, hawaoni haja ya kumzuia mchezaji kwenda kucheza klabu nyingine, au klabu kama inamtaka wakafikia makubaliano basi watamruhusu. Kwa hiyo kwa kuhitimisha hiki kipengele cha Faisal ni kwamba mpaka sasa hakuna uthibitisho rasmi kwamba Faisal amejiunga na klabu ya Yanga. Kwa sababu Yanga wanakataa, wajafanya mazungumzo, na Azam na wenyewe wanakataa, wanasema hakuna timu ambayo imeenda kufanya nao mazungumzo. Hizo nyingine ni tetesi, basi tusubiri tuone. Tetesi zinaweza kuzaa ukweli. Okay, tukigeukia sakata la Selemani Gomez Mwalimu, ni swala ambalo pia limeendelea kujadiliwa huko kwenye mitandao ya kijamii. Mara Simba wanamtaka, mara Simba wameachana naye, mara Wydad wanamtaka. Mambo ni mengi kwa kweli. Ni swala ambalo linatikisa zaidi soka la Tanzania kwa wiki hii hapa. Tangu pale Wydad waandike ule ujumbe kwamba bado yule ni mchezaji wao, limekuwa ni jambo ambalo linazungumziwa sana. Na muafaka ni kama bado ni kama muafaka bado, yani muafaka bado haujaridhisha watu wengi. Tukianza na klabu ya Simba kuhusiana na hili swala la Selemani Mwalimu, ni kwamba Simba ilitangaza kuwa imefanikiwa kuongeza mkataba wa mkopo na mshambuliaji huyo kwa mwaka mmoja hadi Juni mwaka 2027, na ikaeleza kuwa makubaliano yalifikiwa kati yake na Wydad. Wydad wenyewe wakasema kwamba baada ya hilo tangazo, sasa Wydad ilitoa taarifa rasmi baada ya Simba kutangaza kwamba Mwalimu ni mchezaji wao. Wydad wenyewe wakatoa taarifa rasmi ikisema kwamba hakuna makubaliano mapya yaliyosainiwa. Mchezaji bado ana mkataba na Wydad na klabu inaweza kuchukua hatua za kisheria iwapo kutakuwa na taarifa zisizoendana na hali halisi iliyopo. Kwa hiyo kauli ya Simba, mwenyekiti wa Simba Crescentius Magori alisema kwamba makubaliano yalifikiwa na uongozi uliopita na Wydad. Ada ya mkopo ya $50,000 ilikuwa ipo ndani ya muda wa kulipwa, na mabadiliko ya uongozi wa Wydad ndio yalisababisha mvutano wa taarifa. Kwa hiyo kwa kuangalia hili swala tukilichambua, ikiwa nyaraka za makubaliano zilikamilishwa kwa mujibu wa taratibu, Simba inaweza kuendelea kumbakisha mchezaji hata kama ni uongozi mpya. Wewe upo katika nafasi fulani, makubaliano yamefanyika. Sasa kama ni kuna nyaraka, kuna makubaliano, kuna nini, vitu vyote nadhani kiongozi aliyepita ataviacha mezani. Kwa hiyo kama uongozi mpya uliingia alafu haukuona au makubaliano, nadhani waendelee kuangalia, pengine wanaweza wakakutana na hizo nyaraka. Don Franco anasema Mwalimu mali ya Simba au wa South wanazingua. Okay. Wacha tuone. Kwa hiyo na ikiwa makubaliano hayakukamilika kisheria, Wydad ina nafasi ya kumrejesha mchezaji.
Lakini kwa nini Simba msimnunue tu moja kwa moja jamani? Kwani ni kiwango gani tena kingine mnataka kuangalia cha uchezaji? Mlivyoangalia si inatosha? Mmeona kwamba yani mpaka mumuhitaji kwamba mnaona kuna kitu anakiongeza katika klabu yenu. Lipeni pesa mumchukue mzima, muachane na haya mambo ya kusumbuana. Kwa hiyo hatima ya Selemani Mwalimu inategemea zaidi nyaraka za kimkataba kuliko matamko ya pande zote mbili. Ukisikia sasa maandishi yana nguvu, ndio kinachotokea hapa kwenye sakata la Mwalimu, kwamba wewe utaongea, yule ataongea, lakini tuangalie kile kilichoandikwa, yale makubaliano ambayo tuliandika yanasemaje. Ni kweli taratibu zilifanyika za kumchukua Mwalimu? Ni kweli mlifikia hatua ya mwisho, mlimaliza kila kitu, au kuna changamoto nyingine ambayo wanapaswa kuimaliza? Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo hatima ya Mwalimu bwana inategemea nyaraka. Tumaini Minja anasema mambo vipi? Mambo poa kabisa Tumaini, habari ya kwako? Hii ni katika kile kipengele cha ripoti ya uhamisho. Simba mnunueni Mwalimu bwana, kama mnamtaka mnunueni mzima. Kuna mtu alisema kwamba shida ya Simba hawana hela. Tumaini anasema nakupa hai sana hapo studio. Asante sana Tumaini Minja, nashukuru na nimepokea salamu. Anasema Simba kwamba hawana hela za kumnunua Selemani Mwalimu, ndio maana maneno yanakuwa mengi. Sasa yani tangu hili swala la Mwalimu limeanza kuzungumziwa, kama kiutaratibu walimaliza, kama walimaliza taratibu zote zilizofanyika, mbona bado muafaka hauonekani? Muafaka hauonekani. Bado haijajulikana atarudi Wydad au ataendelea, atakuja Simba kwa mkopo. Hiyo bado imekuwa ni kitendawili.